Mambo manne muhimu ya kufanya unapopita katika hali ngumu, hali ya kukatisha tamaa. Naongea na vijana ambao ni wengi mno katika karne hii ya 21. Vijana wana malengo, wana ndoto, wana maono, wanataka waweze kuja kuishi maisha mazuri. Sasa katika harakati za kupambania ndoto zao, mara nyingi kuna ugumu ambao unatokelea, kuna changamoto ambazo zinajitokeza. Sasa pasipo kuwapatia vijana mwanga au kuwapatia mwelekeo, inaweza kuwa vigumu kuweza kufanikisha ndoto zao ama kuweza kuziishi ndoto zao. Hasa leo hii nimekujia na mambo mane muhimu ya kufanya unaopitia katika hali ngumu, kijana mwenzangu. Jambo la kwanza la kufanya, kijana mwenye malengo, mwenye ndoto kubwa, unaopita katika hali ngumu, katika harakati ya kupambania ndoto zako, malengo yako pamoja na maono yako ili uweze kuyafanikisha. Unapopita katika hali ngumu, jambo la kwanza, uwe na uwezo wa kukabiliana na watu wa kukatisha tamaa. Yani uwe na uwezo wa kukabiliana na watu wa kukatisha tamaa. Ndio, katika mipango yako, malengo yako, una marafiki ambao wanakuzunguka, na kama wale marafiki hawakuhimize kwenye kufanikisha malengo yako au ndoto zako, katika kutia moyo, katika kuhamasisha, basi wale marafiki wanaweza kuwa moja kwa moja wa kukufelisha, wa kuweza kukatisha tamaa. Kwa hiyo kijana ambaye unanisikia leo hii, una malengo yako, unajua unachokitaka, unajua nini ambacho ukifanye, unajua ni wapi unakokwenda. Katika mazingira, angalia watu wanaokuzunguka. Kama una watu ambao kauli zao ni kurudisha nyuma, kauli zao ni kuonyesha kwamba huna uwezo, au kila wakati wanakuonyesha kwamba huna thamani, kila wakati wanakuonyesha kwamba huwezi kufanya chochote ama huwezi kufikia ndoto yako, basi wale sio marafiki wa kuwa nao. Ni marafiki ambao wa kuweza kutenga haraka iwezekanavyo. Ni marafiki ambao unaweza kuamua kuchukua maamuzi kabisa ya kuweza kuwaweka mbali. Hata kama utatumia nao muda kidogo, okay, lakini usiweze kutumia muda mwingi na wao, maana inaweza kuwa vigumu sana kufikia ndoto yako au malengo yako. Ndoto na malengo vinahitaji watu ambao watakuwa sahihi, watakao kuunga mkono, watakao kuhamasisha katika hali ngumu. Ikiwa utazungusha watu ambao ni watu hasi, ni watu ambao wakutoa kauli chafu, kauli ambazo za kufelisha, basi una nafasi ya kuweza kuweka pembeni na kuanza kutafuta marafiki ambao ni sahihi, watakao kukusaidia kukutia moyo katika hali ngumu. Jambo la pili la kufanya na kupita katika hali ngumu, kuwa na focus. Yani focus kwenye malengo yako, focus kwenye maono yako, focus kwenye ndoto yako. Ni kweli katika jamii ya leo ama watu wanaotuzunguka wametuaminisha kwamba inatakiwa kama uko na ndoto uanze leo na ufanikiwe leo, uwe na kiwanja, uwe na nyumba, uwe na magari, yani uwe na pesa nyingi. Ndivyo jamii jinsi imetuaminisha. Kama una malengo, kama una ndoto, yani unatarajia uanze leo na uweze kufanikiwa leo. Sasa kama kwa vijana wa leo hii, kama kijana hana focus ya kule anakoelekea, ya kile anachokitafuta, mara nyingi anaweza kukata tamaa kirahisi. Maana anaweza kutana kama mafanikio yake inatakiwa iwe ya miaka 5 au itokeleze katika miaka 10, itamkuwa vigumu mno kuweza kusonga mbele ikiwa anaangalia wengine wanafanikiwa, wengine wamenunua viwanja, wengine pikipiki, wengine magari tayari, wengine wamejenga manyumba. Itamkuwa vigumu sana mno kuweza kufanikisha malengo yake au ndoto zake. Ndipo hapo nakutana vijana wengi wamekata tamaa,
wanaangalia kana kwamba wamechelewa kufanikiwa, wamechelewa kufikia mafanikio, ingawa bado hawajachelewa kufanikiwa, lakini kutokana na jamii vile gizi inavyowaaminisha, marafiki wanaowazunguka, wanaoangalia wanasema kwamba haya mambo hayawezekani au mambo hayafanikiwi, anajikuta kile anachokipambania hakitafanikiwa. Na hapo ndipo unaona kijana amekata tamaa na anaamua kuanza kuendesha siku. Sasa kijana, unasikia leo hii, kama umejua wewe nani, tayari una maono, una malengo, yafuatilie, focus huko. Kama itakuchukua miaka 3, miaka 5, kubali, hiyo ni mchakato na kuandaa kwa ukuu wa kesho. Kubaliana nao, focus, kuwa makini na mambo ya kwako. Kama mafanikio yatakujia baada ya miaka 10, baada ya miaka 20, okay, ni sawa, lakini uweze kuwa na focus yako. Kuna wengine ambao wamefanikiwa, ni kweli, wamefanikiwa pakubwa, ni kweli, lakini hujui pengine ni wakati wao wa kufanikiwa. Kuna wengine ambao wanasaidiwa, pengine hujui. Kuna wengine ambao walijipanga muda mrefu, pengine walianza kazi wana miaka 5 au 6 au 10 katika biashara, ndio maana unafanikiwa leo hii. Sasa wewe ambaye unaanza leo hii, haitakiwi uweze kupingana nao au kujilinganisha nao, maana ukianza kuona mafanikio yao utashindwa kusonga mbele, utapoteza focus yako na kushindwa kuendelea na malengo yako, kufuatilia ndoto zinazo katika maisha yako. Kwa mtu ambaye amefanikiwa tayari, mpongeze, uweka sana na mambo yako, maana mafanikio yako nao yanakujia. Jambo la 3 la kufanya, hakika ni kuhakikisha katika hali yote ile, katika mazingira yote yale, uendelee kuwa na tumaini kwamba siku moja ndoto yako itafanikiwa. Yani hata hali kama ni ngumu kiasi gani, jitahidi uweze kuhakikisha unaweka tumaini kwamba kuna siku ndoto hii itafanikiwa. Ingawa leo napitia hali hii, lakini najua ninachokifanya leo hii kwenye kuelekea, hakika mafanikio yapo tu. Kwa maana gharama kubwa ambayo ni muhimu sana kwenye mafanikio ya kulipia ni gharama ya kuiamini ndoto yako, hata katika hali ngumu, hata katika hali ambayo watu wengine hawaiamini, lakini wewe unaiamini. Wengine wanasema hutaweza kufikia hapa, wewe unasema mimi tayari nishapafikia. Na hapo ndipo utaangalia matokeo, na lazima ukubali kwamba utaonekana wa tofauti. Yani kubali kabisa, kuna wakati utaonekana wa tofauti, utaonekana kana kwamba ni vile unajidai, yani kama vile unajiamini, unajikubali sana kutokana na imani ulionayo. Kubali kuwa wa tofauti ili uweze kufikia kile ambacho umekilenga kukifikia katika maisha yako. Jambo la 4 la muhimu la kufanya ni kuchukua hatua. Ndio, umeanguka, umedondoka mara ngapi, sijui umefeli mara ngapi, umeshindwa mara ngapi, lakini ni lazima uweze kukubali, kuinuka na kusimama na kuchukua hatua. Maana kilichotokea kimetokea na kiwezi kubadilika, huwezi kibadilisha. Huzuni haiwezi kubadilisha chochote zaidi tu ya kuumiza moyo wako. Kwa hiyo kama ulifeli, kama ulifilisika, muda ni huu sasa. Anza upya tena. Funga ukurasa wa zamani na uanze ukurasa mpya. Uchukue hatua na utaangalia matokeo. Huwezi kuibadilisha jana yako, lakini unayo nafasi ya kubadilisha kesho yako kupitia leo. Na anza sasa leo. Martin Luther kutoka Marekani, mwanaharakati ambaye aliyepigania uhuru wa watu weusi huko Marekani, aliwahi kusema kwamba kama huwezi kuruka, kimbia. Kama huwezi kukimbia, tembea. Na kama huwezi kutembea, tambaa, lakini hakikisha unasonga mbele.
Kwa hiyo usikubali kukata tamaa, maana kukata tamaa hata Mungu hana cha kufanya, hana cha kuongezea pale. Kwa hiyo ni mwiko kwako kuweza kukata tamaa. Simama, inuka, usonga mbele, utaangalia matokeo. Niambie nini ambacho umejifunza katika video hii, nami nitafurahi sana kusikia utakaponitumia ujumbe. Basi unaweza kutuma hii video kwenda hata kwa marafiki zako au kwenye magrupu mbalimbali, ili nao uweze kujifunza kupitia video hii, maana hapa tunakuwa bora zaidi ya jana. Kumbuka, ndoto yako inawezekana.